Za kitaifa. Tume ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 imekutana na kuwasikiliza wananchi wa wilaya Ilala walioathirika kwa kufiwa na ndugu, kujeruhiwa, kuharibiwa na kuibiwa mali zao. Hii ni ripoti ya Egbert Alfred Jr. amefika ikieleza zaidi. Ni zaidi ya miezi mitatu sasa tangu Tanzania ishuhudie matukio yaliyotikisa mioyo ya wengi wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Katika juhudi za kutafuta ukweli wa haki, tume ya uchunguzi wa matukio hayo imeanza kuwasikiliza wananchi waliopata madhara, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea haki, uponyaji na maridhiano ya kitaifa. Tume hiyo imekutana na kuwasikiliza wananchi wa wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam waliopoteza ndugu zao, waliojeruhiwa pamoja na wale waliopoteza na kuharibiwa mali zao. Uchunguzi huo ulifanyika katika ukumbi wa Karimjee uliopo katika halmashauri ya Ilala, ukiongozwa na wajumbe wa tume akiwemo Ombeni Sefue, Paul Mela, Said Mwema pamoja na waziri wa zamani wa ulinzi Stergomena Tax. Katika mchakato huo, waathiriwa waligawanywa katika makundi manne, ikiwemo kundi la waliofiwa na ndugu, waliopotelewa na ndugu, waliojeruhiwa pamoja na wale waliopoteza mali zao katika vurugu hizo. George Colonel, ambaye ni miongoni mwa waathiriwa na mwenye umri wa miaka 24, anasema kilikuwa kipindi kigumu kwake, ambapo alipigwa risasi za mguuni na kiunoni, hali iliyopelekea kukatwa mguu. Geuza pikipiki yangu nirudi nilipotoka kwa sababu tayari kuna machafuko, mimi siwezi nikaenda na huku naona polisi wanakuja. Nilipogeuza pikipiki yangu nikapigwa risasi ya nyuma kwenye paja hapa. Wakati nageuza sana nikapigwa risasi hapa, ikanikata mishipa ya damu. Nikaenda mbele kidogo, nikalaza pikipiki yangu, nikaanguka chini. Baada ya kuanguka pale, ninachokumbuka mimi baada ya kusokotwa na damu, nikaanza kupoteza uwezo wa kuona. Wale polisi walinipita, wakaniacha pale chini. Nilifanikiwa kuliona gari tu limepita. Wale watu baadaye walikuja wakanizunguka, wakanisachi. Baada ya kuona ile nani mimi tamaki ndio simu ndio nikatumbukiza. Baada ya kutumbukiza simu ile kwenye ile koti langu la ufundi ambalo na mifuko, wale watu walinisacha wakachukua pilipopo mfukoni. Baada hapo wao ndo nadhani walinisaidia, baada yake maana sioni vizuri, wakanisaidia wakanipeleka kwenye dispensary pale. Nilipata huduma ya kwanza pale. Nilipata huduma ya kwanza, lakini bado nikawa na mwaga damu sana. Baada ya tume kusikiliza ushuhuda wa majeruhi, iligeukia kundi jingine la waathiriwa waliopoteza ndugu zao. Salum Masudi ni miongoni mwa waliopoteza watoto wake. Anasema pia anarudi kwenye shughuli zake. Huko barabarani kulikuwa na purukushani. Kwa hiyo askari anasemekana alikuwa juu. Akawa anapiga risasi ovyo ovyo. Akampiga mwanangu risasi ya kichwa kwenye paji la uso, katokezea nyuma hapa. Akadondoka chini. Wasamaria wakamchukua wakampeleka hospitali ya Plani. Nikapigiwa simu, mwanao amepigwa risasi, amedondoka. Nikaenda eneo la tukio nikakuta kuna madamu pale. Kwa upande wake, Peri Shimbanda, ambaye ni mwakilishi wa familia iliyopoteza ndugu, anaelezea kilio cha familia yake walichokipata baada ya kupotelewa na ndugu ambaye hadi sasa hajapatikana. Walianza kumtafuta hospitali ya Mwananyamala. Manake walivyokuwa wanasema tumekana kwamba wanasema maiti nyingi ziko hospitali ya Mwananyamala, lakini walienda kutafuta hawakupata. Wakaenda Temeke hawakupata. Wakaenda wakasema nyingine iko Kuvule hawakupata. Wakaenda nyingine iko tulifika mpaka kule Tumbi, lakini hatukupata mwili. Kwa mjibu wa tume ya uchunguzi, mchakato huu wa kusikiliza wananchi unatarajiwa kufanyika kwa kipindi cha siku 90, ambapo tume inalenga mambo mbalimbali ikiwemo kujua ukweli na uhalisia. Tume imesisitiza kuwa itafanya kazi yake kwa uwazi, haki na bila upendeleo, huku kiomba ushirikiano kutoka kwa wananchi wote ili kufanikisha dhamira hiyo. Nikiripoti kutoka ndani ya ukumbi huu wa Karimjee, Egbert Alfred Jr., EATV, Dar es Salaam. Naam, nisome kwa uchache maoni yako. Nimekuona Muimani yeye kwenye swali hilo yuko tayari kutoa maoni. Anasema kutoka Kishanje Bukoba, anasema ndio yeye yuko tayari, kwani tume hiyo inahitaji ushirikiano kutoka kwa raia ili iweze kufanikisha